Chakula kina nafasi gani ndani ya yani vyakula vinavyotumika kama ishara? Kwa mfano yani kumfundisha mtu chakula hichi kinaashiria hivi, usipikie hivi asubuhi, sijui hiki hakifai kuliwa jioni. Kuna vitu kama hivyo? Vipo, na naomba unipe masikizi vizuri Shifa. Ndio. Tukianza na kuku. Kuku. Ndio. Yule kuku wa kienyeji. Kokarika. Wewe unajua kuku ana nyama ngapi? Hapana. Najua kifua na mapaja. Wallahi. Haki ya mama. Yule kuku ana idadi ya nyama. Ukishamkatakata, ukimpasua, ukishamkatakata, kuna idadi fulani ya nyama. 4 times 4. Shaona. So, kwanza lazima somo katika unyago utaelezewa kwamba unapoenda kule kwenye ndoa yako umenunuliwa kuku kama kitoweo. Alafu kuku yule kwanza kuna jinsi yake ya kumpasua. Ukishampasua kuna baadhi ya nyama ni za watoto na kuna nyama za watu wazima. Na kati ya hizo nyama za watu wazima kuna zingine huwezi ukamtilia baba mkwe. Na kuna nyama nyingine huwezi ukamtilia mumeo ikiwa anakula na mashemegi zako. Okay. Ushanifahamu? Lakini ikiwa anakula peke yake? Sawa. Kwa hayo na mengi, sio muda wake. Want more. Oh yes. We want more. Nasemaje? Hajamaliza, maanake hajasikiza vizuri, asema hajakolea. We want more. Oh yes. Atapata wapi more? Okay, more. Basi ndo hivyo. Nataka nimwambie kwamba Jumatatu tarehe 8 kesho kutwa ndani ya Swahili Pot FM The Night Shift nitakuwa nakupa dozi. Nitakufundisha ujue kwanza kuku na nyama ngapi? Asante. Zipi ambazo zinafaa kuliwa na baba mkwe? Hiyo ndo tunataka. Zipi haziliwi na baba mkwe? Na nyama za watoto pia nzipi? Na pia tutajua mengi maandalizi ya kombe na chakula gani unaweza ukampikia mwenza wako akafurahi akakuletea zawadi ya plot. Unasema Jumatatu tusilale? Musilale jamani, The Night Shift mtoto wa kike nitakuwa nimejaa. Ni saa ngapi? Kuanzia saa 3 mpaka saa 6 nitakuwa naye Tony Omuga na Mama Zaki.